tuti hospitalini, wengine hawajiwezi, wengine Mungu wetu anapumlia oxygen, lakini kwa neema yako Bwana umetupa kuona siku hii ya leo. Tunalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ikiwa ni Friday, Mungu uwe pamoja nasi, uwe tembee pamoja nasi na udhihirishe nguvu zako, katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Naomba mshangilie Bwana. Naomba ukae kwenye uwepo wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametupa tena mchana huu wa leo ili tupate nafasi nyingine nzuri ya kumsifu, ya kumwabudu na kumshukuru kwa sababu ya wema na uaminifu wake. Ametembea pamoja nasi toka Jumatatu mpaka leo na amekuwa mwema sana kwetu na mwaminifu. Ametulinda. Wangapi ambao walifanikiwa kuwepo siku zote mpaka leo Friday? Amen. Wangapi ambao kuna kitu wamejifunza katika juma hili? Maana itakuwa hasara kweli kama kuna kitu umejifunza. Tutakuwa tumepoteza resources nyingi sana kwa kuwepo hapa alafu mtu asipate kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka jana niliishia kwenye malaika ni mojawapo wa walinzi wapiganaji hodari katika ulimwengu wa roho. Jana niliishia kwenye kipengele kinachosema malaika ni mojawapo wa walinzi na wapiganaji hodari katika ulimwengu wa roho. Turudi kwenye ule mstari unaotuongoza wa Zaburi ya 91 mstari wa 11. Kwa kuwa nitakuagizia malaika zake wakulinde katika njia unayoiendea. Mtu wangu wa tehama, naomba unisaidie Kutoka 14:19. Kutoka 14:19. Ujue nguvu tunaweza kutumia jina la Yesu. Tunaweza kutumia damu ya Yesu. Tunaweza kutumia nguvu ya msalaba kama mojawapo ya ulinzi katika ulimwengu wa roho. Hebu tusome macho baoni 1, 2, 3. Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka, akarudi nyuma, na ile nguzo na wingu ikaondoka hapo mbele, ikasimama nyuma yao. Waliokuwepo jana tuliangalia kidogo mstari, tukauliza swali la msingi: kwa nini yule malaika aliyekuwa anaongoza msafara wana wa Israeli? Kwanza, msafara wana wa Israeli ulikuwa unaongozwa na malaika, na malaika alikuwa mbele. Hilo na take note. Lakini jambo la pili, walipoona majeshi ya Farao yanawakaribia na wana wa Israeli wananungunika kwa sababu ya majeshi ambayo yanawakaribia, na Biblia inasema yalikuwa ni majeshi yenye farasi na magari ya moto yakiwakimbiza wana wa Israeli. Na katika ulimwengu wa roho, roho inayomiliki katika nchi ya Misri ni water spirit. Ni water spirit. Na umewahi kujiuliza swali, hivi yawezekana kabisa princess, yawezekana kabisa akaenda kuoga mtoni? Haiwezekani. Alikuwa ameenda kujimpawa zile roho za maji, kwa sababu miungu inayotawala Misri hata leo ni water spirit. Sasa tusingie huko, ni somo lingine la how to deal with the water spirit na Leviathans. Lakini ndicho kilichompeleka mtoni, sio kuoga. Hakwenda kuoga, alienda kujimpawa. Kwa hiyo Farao alijua kabisa ya kwamba bahari ya Shamu itawazuia, hawatavuka. Alijua, na ndio maana akaandaa jeshi na farasi na mpanda farasi na magari ya moto, akijua kwamba hawatavuka bahari ya Shamu. Kwa nini? Kwa sababu ana spirit za kucontrol ufalme katika maji. Na hakujua ya kwamba Mungu ndiye aliyeziumba nchi na vyote vijazavyo dunia. Hakujua ya kwamba hata bahari ya Shamu ni kazi ya mikono ya Mungu. Kwa hiyo alijua hakika hawatavuka Shamu. Kwa akajua kwamba watakapofika Shamu atawarudisha. Kwa hiyo walipokaribia Shamu, wakaiona bahari mbele yao na nyuma jeshi la Farao,
Biblia inasema wakaanza kunung'unika na kulalamika, wakimwambia Musa, umetuleta tuangamie hapa jangwani? Na ukienda ile Kutoka 14:14 anasema nyamazeni kimya, Bwana atawapigania. Kwa hiyo Biblia inatuambia malaika aliyekuwa mbele akarudi nyuma, na nguzo na wingu likarudi nyuma. Maana yake ni nini? Likawatenga wana wa Israeli na maadui zao. Kwa hiyo kazi ya malaika ilikuwa ni kutenga wana wa Israeli na maadui zao. Lakini kazi ya pili ya malaika, walilegeza magudurumu ya yale magari yakaikuwa speed governor yasiweze kuwafikia wana wa Israeli mpaka muujiza utendeke. Kwa hiyo na wakajua, take note, na wakajua na wakasemezana, kasome vizuri wa mlango wote, wakajua na wakasemezana ya kwamba sasa Bwana anapigana upande wa Israeli. Muulize jirani yako, alijuaje? Muulize alijuaje? Kumbuka ile shule ya ulimwengu wa roho. Haleluya. Kumbuka ile shule ya ulimwengu wa roho. Maana walisema sasa Bwana anapigana upande wa Israeli. Kwa hiyo kama kulikuwa na amiri jeshi wa jeshi la Farao, wakaanza kupeana alati, jamani, si mnaona tunatembea tunapiga farasi fimbo ili wakimbize magari haya, hayaendi. Sasa tayari Bwana anapigana upande wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Malaika wana uwezo wa kupigana upande wako adui anaposimama kushindana na wewe. Tunawatumiaje malaika? Kuna mtu mmoja ananielewa? Tunawatumiaje malaika wasimame wapigane upande wetu? Kwa hiyo waliporudi walifanya kazi za kuhakikisha. Na jana nilikwambia sio kwamba fimbo ilipigwa na maji yakagawanyika hapo hapo. Biblia inasema upepo ulikuja usiku kucha ukiyazuia yale maji. Kwa hiyo na wakati huo wa usiku kucha ndipo ambapo Bwana alikuwa anapigana na adui wa Israeli. Haleluya. Na hatimaye maji yakasimama na pakavu pakaonekana na Israeli wakavuka. Na kumbuka nyuma yuko nani? Malaika. Take note hiyo, nyuma yako malaika. Na walipomaliza kuvuka ng'ambo ya pili, na malaika wao naye akavuka ng'ambo ya pili, na jeshi la Farao nalo mtu wa mwisho alikuwa ameshaingia kwenye bahari. Alafu Mungu akamwambia Musa, piga tena maji. Akapiga maji yakarudi na adui wote wakateketea. Unaona kwamba mkono wa Mungu ulitumia malaika kuwa protect, kuwalinda. Nataka nikwambie malaika wale wana uwezo, wana nguvu ya kukuprotect hata wewe. Haleluya. Hebu tuende pale kwenye kitabu cha Kutoka 23:20-23. Kutoka 23. Kutoka 23:20-23. Kutoka. Maana yake Kutoka 23 mstari wa 20 mpaka wa 23. Tusome macho baoni 1, 2, 3. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mahali pale nilipo kutengenezea. Na ishia kwanza, kula pause. Hebu soma mwenyewe. Kila mahali kuna mahali destiny yake Mungu alipoiweka. Either imekuwa destroyed, either imeharibiwa, either kwa sababu ya dhambi, either kwa sababu ya makosa ikaharibika, lakini kila mmoja ana hatima yake. Wengine hatima zao ziko kwenye biashara, wengine hatima zao ziko kwenye taaluma, wengine hatima zao ziko kwenye ushauri, wengine hatima zao ziko kwenye ukuhani. Kila aliyezaliwa na mwanamke anayo hatima yake nzuri, na mojawapo ya kazi ya malaika ni kukusaidia na kukupeleka mpaka kukufikisha pale ambapo Bwana alikukusudia. Haleluya. Kazi ya malaika ni kukusaidia. Maana yake hapo njiani atapigana vita kwa ajili yako,
akusaidie mpaka akupeleke pale ambapo Bwana alikusudia. Haleluya! Kwa hiyo tunaweza kuwatumia malaika wakatusaidia kutufikisha kwenye destiny zetu. Mstari wa 21 tusome pamoja. Najua unayo tayari kwenye Biblia yako. Ngoja na mimi nifungue, maana nilikuwa sijafungua. Kitabu cha Kutoka ile ile 20 ule mstari wa 21. Tuko pamoja? Kitabu kile cha Kutoka 23. Hebu twende mstari wa 21, 1, 2, 3. Jitunze mbele yake, msikize sauti yake, wala msimtie kasrani, maana hata wasamehe makosa, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Haleluya! Malaika is a very sensitive. Anasema ukimkasirisha anaondoka zake. Maana yake ameubeba uungu ndani yake. Twende kwa 22. Lakini ukisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Mstari wa 23. Kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mkanani na Mhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Maana yake anakuambia pale kwenye yale majina, weka nguvu zote za giza na magonjwa, weka kila aina ya mikosi na balaa. Ndio maana yake Wahiti ni watu walikuwa adui na wana wa Israeli. Wahivi ni watu walikuwa adui na wana wa Israeli. Sasa anatumia kama mfano ya kwamba katika kizazi chetu tunaweza kusema nguvu za giza, mapepo, majini, maimuna, makata, subiana na vibwengo, utakapopita katikati yao, Bwana atawakatilia mbali. Kwa nini? Kwa sababu malaika wake yu pamoja nawe. Mwambie jirani yako, mimi ni jasiri. Au hujasema kama jasiri? Au hujasema kama jasiri? Mimi ni jasiri. Sema mimi ni jasiri. Wewe ni jasiri kwa sababu unao malaika ambao Bwana ameshakupa, lakini umeshindwa kuwatumia. Kwa nini? Tukaangalia jana kwamba inawezekana ni dhambi zetu, ni makosa yetu na uovu wetu. Hebu tuende kwenye Hesabu. Kitabu cha Hesabu 22. Kitabu cha Hesabu 22 ule mstari wa 22 unaweza kusoma mwenyewe mpaka 35. Kitabu cha Hesabu 22 unaweza kuendelea mwenyewe kusoma mpaka ule mstari wa 35. Lakini mimi naenda kusoma mstari wa 25 na 26. Biblia inasema, yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajisonga ukutani, akamseta Balaamu mguu wake, bali akampiga mara 2. Malaika wa Bwana akaenda mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeuka mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaamu. Hasira yake Balaamu ikawaka, akampiga punda kwa fimbo. Bwana akaifunua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaamu, nimekutenda nini hata ukanipiga? Mkakati wa kuilaani Israeli. Alikuwa anaenda kuilaani Israeli, alikuwa anaenda kufanyia uchawi Israeli. Akiwa njiani, Mungu akatuma malaika. Kwa Kiingereza wakasema akaintervene, akaingilia kati. Mungu akatuma malaika akaingilia kati juu ya yule aliyekuwa anakwenda kuilaani Israeli, na alikuwepo Balaamu. Lakini katikati Balaamu hakupata macho yake kumwona malaika, lakini punda alimwona malaika. Na punda alipomwona malaika na
unaona kuna shida, malaika wa Bwana wako tayari kukusaidia katika ulimwengu wa roho, lakini wanasubiri uagize. Take note. Malaika wa Bwana wako tayari kukusaidia katika ulimwengu wa roho, wanasubiri mambo matatu. Kwanza, wanasubiri uagize. Cha pili, wanasubiri kuona uhusiano wako na Mungu ukoje. Cha tatu, wanataka kuona utakatifu ulionao. Na watu wengine hawajui ya kwamba hauwezi kurequest malaika kama huna utakatifu. Na watakatifu walioko duniani ndio bora kuliko waliokufa. Si ndivyo Biblia inavyosema? Kwenye Zaburi ya ngapi? Kwenye Zaburi ya ngapi? Wapendwa, kwenye Zaburi ya ngapi? Kwenye Zaburi ya ngapi? Watakatifu walioko duniani anasema ndio walio bora, ndio walio bora, ndio walio bora. Kwa hiyo iko kwenye Zaburi ya 16 ule mstari wa 3. Hebu tusome kwa pamoja kama umefika. Zaburi ya 16 mstari wa 3. 1, 2, 3. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora. Wengine wanawaita watakatifu wakishakufa. Mungu anaangalia watakatifu walioko duniani, wanaokula makande na ngararumu, wanaomcha Bwana, waliookoka, ndio bora. Wana mamlaka, wana uwezo wa kuagiza malaika watembee nao siku zote za maisha yao, wawakingia adui na mishale yote ya yule movu, wakae katikati yako na adui zako, wapigane nao wanaopigana nawe. Oh, haleluya! Kwa hiyo lazima uishi maisha ya utakatifu. Ngoja nirudie tena. Malaika wa Bwana wako tayari kukusaidia vita katika ulimwengu wa roho, lakini wanasubiri: 1, uagize; 2, uhusiano wako na Mungu; 3, utakatifu. Okay, kwa mstari mwingine nasikia Roho Mtakatifu ananisemesha hapa. Zaburi Zaburi ya 82. Zaburi ya 82 ule mstari wa 6 na wa 7. Umefika? Tusome pamoja. 1, 2, 3. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana waliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mgeuke jirani yako, mwambie unajua wewe ni Mungu. Haja kusikia, muangalie tena, mwambie unajua wewe ni Mungu. Maana yake kama wewe ni Mungu, una uwezo wa kuagiza malaika wakusaidie. Na hauwezi kuwa na sifa kuwa Mungu kama wewe sio mtakatifu. Angalia ile kwenye Biblia yako, lile neno Mungu limeandikwa kwa small letter. Mimi nimesema ndinyi miungu na mwana aliye juu nyote pia. Okay, twende kwenye Yohana 10. Twende kwenye Yohana 10. Yohana 10 mstari wa 35. Tuanzie 34. Umefika? Tusome pamoja. 1, 2, 3. Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu kwamba mimi nimesema ninyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutambuka. Ngoja nirudie tena. Kwa hiyo Zaburi ya 82 anasema nimesema ninyi ni miungu. Lakini Yohana Mtakatifu anafafanua zaidi kwamba miungu ni kina nani. Anasema ni wale tu waliojiliwa na neno la Mungu. Kwa lugha rahisi, ni wale tu waliookoka. Wao ni miungu. Wanaweza kuumba ulimwengu wao, wanaweza kutengeneza maisha yao, wanaweza kuumba kesho yao, wanaweza kuitengeneza kesho yao. Kwa namna gani? Kwa maneno ya kinywa chao.
Kwa hiyo wewe is a part of God and a part of creation. Wewe ni sehemu ya uumbaji na wewe ni muumbaji. Haujanisikia? Haujanisikia? Wewe ni muumbaji na ni sehemu ya uumbaji. Kwa hiyo unaweza kuagiza malaika wafanye wanachoweza kufanya, lakini zile sifa tatu, uwe na uwezo wa kuwaita, uwe na mahusiano mazuri na Mungu, na uwe mtakatifu. Na anasema kama ndivyo, ukisoma hii Yohana 10:34 na 35, walikuwa wanabishana. Kwani Yesu anajibu ule ubishi, anamaliza ule ubishi. Wayahudi, ukisoma 33 anasema Wayahudi wakajibu, kwa ajili ya kazi njema hatutampiga mawe, bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu umejiita mwenyewe Mungu. Kwa hiyo kulikuwa na vita na mashindano pale. Kulikuwa na vita na mashindano pale. Mstari wa 34, Yesu akajibu, je, haikuandikwa kwenye Torati? Maana yake anawarudisha kwenye Torati ya nani? Ya Musa. Anarudisha kwenye Torati ya Musa. Yesu akajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Angalia mstari wa 35. Anajibu, anasema 1, 2, 3, tusome kwa sauti. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Mwambie jirani yako, na maandiko hayatabadilika. Ukiwa mtakatifu, wewe ni Mungu. Unaweza kuumba na unaweza kumsaidia Mungu kuumba. Wewe mwenyewe kwa kinywa chako unaweza kuumba. Wangapi wanajua ya kwamba ukiri wa vinywa vyao unaweza kuharibu maisha yao, na ukiri wa vinywa vyao unaweza kutengeneza maisha yao? Inategemea kinywa chako kinakiri nini. Ukikiri kushinda, utashinda. Ukikiri kushindwa, utashindwa. Haleluya, haleluya. Jamani, si inatosha tu hivi leo? Kwa hiyo kumbuka hilo, kumbuka hilo, kumbuka hilo. Lakini ili uweze kuagiza malaika watende kazi upande wako, mahusiano yako na Mungu yakae vizuri. Kutoka 33. Kutoka 33. Kutoka 33. Fungua pamoja na mimi Kutoka 33. Kutoka 33. Kutoka 33 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Issue hapa ni mahusiano yako na Mungu. Ndio jambo muhimu sana litakalo kukusaidia kuweza kutumia malaika. 1, 2, 3, tusome. Bwana akanena na Musa, haya ondokeni, tokeni hapa, wewe na hao watu uliowaleta wakwee katika nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliwapia Ibrahimu, Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitatuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi, au waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Mstari wa 5. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Lakini angalia, Mungu anawapromise wana wa Israeli kuwapa malaika. Na ukisoma mstari wa 33, wameshaasi, wameshatengeneza ndama, wameshamwabudu, wameshamtolea sadaka, wakisema hii ndio Mungu iliyotutoa Misri pale Kanani. Kwa hiyo Mungu pamoja na kwamba wameasi, anasema mimi sitakwenda na nyinyi, lakini nitawapa malaika, na huko njiani mtakutana na mataifa yote, mtavuka salama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utaona kwamba malaika wamepewa kazi ya kufanya kazi pamoja na wanadamu, lakini
tunaogopa, hatuwezi kuwatumia kwa sababu ya dhambi zetu na makosa yetu na uovu wetu. Imani yako katika Mungu ni mbegu ya kukusaidia kuagiza chochote katika ulimwengu wa roho na kitendeke. Mungu anaweza kukusaidia unapolala, unapotembea, unapokuwa peke yako. Mungu anaweza kukutumia malaika wakawa pamoja nawe na wakatembea pamoja na wewe kwa uaminifu. Hii inategemea mahusiano yako kati yako na Mungu Baba, ili safari katika ulimwengu wa roho upate msaada wa malaika. Lakini kwa sababu malaika ni roho na hawaonekani, unapowaachilia kwa imani, hakikisha katika ulimwengu wa roho wapo. Sio tangible, huwezi kuwashika, huwezi kuwaona, lakini unawaachilia kwa imani. Naachilia malaika wanilinde. Malaika halisi wanafanya hivyo. Wakati nafundisha hili somo kule Msoma Mara, tulifanya mambo mawili. Tulifanya mambo mawili. Tulichora katika ardhi damu ya Yesu. Yaani nilipita tukasema hii ni damu ya Yesu, naichora hapa. Alafu watu wenye nguvu za giza tukaamuru waruke ule mstari. Hakuna aliyeweza. Hakuna aliyeweza. Tulichora kwa imani. Tulichora kwa imani. Alafu tukasema kila anayehisi ana nguvu za giza, naunganisha na somo lilotoka nalo kwenye ulimwengu wa roho. Kila anayehisi ana nguvu za giza, atakapofanikiwa kuruka mstari kuja upande wa pili, Mungu atamponya. Maana damu itamshughulikia hapo katikati. Unajua watu walikuwa wanakuja mpaka kwenye ule mstari, wanakuja pale, hawawezi kuvuka. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni halisi. Siku moja nilipozidiwa kwenye utumishi, nikaagiza malaika yafanye msako. Sijawahi kuona, it is so interesting. Nikaagiza malaika wafanye msako, kila aliyeingia na nguvu za giza, malaika nisaidie. Hatukuwa tumejipanga vizuri, ilikuwa disaster. Malaika ni halisi, wapo, wanahitaji tu namna ya kuagiza wakatende kazi, na wanatenda kazi kwa kiwango ambacho ni cha juu sana kuliko kiwango cha kawaida. Tulivyoagiza, sema naagiza malaika washuke wafanye msako hapa, kila mwenye nguvu za giza, kila mwenye pepo, kila mwenye roho ya uharibifu, kila nikasikia kama popcorn, mapepo yanalipuka kama popcorn. Kitu gani kimetusaidia? Malaika ameshuka, ametibua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa namna ya kumtumia malaika, tafuta kwa bidii kuwa mtakatifu. Tafuta kwa bidii kutembea sawasawa na makusudi na mapenzi ya Mungu. Tafuta kutengeneza mahusiano yako na Mungu kila kuitwapo leo. Usiridhike na wokovu wa jana, usiridhike na wokovu wa juzi. Tafuta mahusiano yako na Mungu kila kuitwapo leo. Mahusiano yako na Mungu yakiwa sawasawa, utakaa kwa amani na kwa furaha katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Mimi nakutana na watu wameokoka, alafu ananiambia anasumbuliwa na nguvu za giza. Never understand. Ngoja nirudie tena. Nakutana na watu waliokoka, alafu ananiambia anasumbuliwa na nguvu za giza. Mimi sielewi. Kwa sababu nguvu za giza hazikae pamoja na nguvu za Mungu. Lazima kimoja kisarende kiondoke. Unakutana na mtu anasema mimi nyumbani kwangu silali, nasumbuliwa na nguvu za giza. Simuelewi. Alafu namwambia umeokoka, anasema ndio nimeokoka. Sielewi. Kwa sababu nguvu za giza hazikae pamoja na nguvu za Mungu. Aidha kimoja kiondoke, kimoja kibaki. Kwa hiyo mara nyingi nikikutana nao, naambia bado una jambo la kutengeneza na Mungu. Tengeneza sawasawa na Mungu ili ubaki salama. Nataka niwaambie wapendwa, katika kila shughuli yetu tunayoifanya, agiza malaika wakusaidie. Agiza malaika wakae upande wako.
Mahali pengine kwenye ulimwengu wa roho huwezi kujua adui zako wamefanya nini, lakini kabla asubuhi ukiamka unasema nawatanguliza malaika wakatangulia katika njia yangu nitakaopita leo, mahali nitakapokula, mahali nitakapokunywa. Malaika tangulia mbele, malaika tangulia nenda na watoto wangu shuleni, malaika tangulia nenda na mimi kwenye biashara, malaika tangulia nenda na mimi kwenye kazi, malaika tuwatume malaika watutangulie. Na ili wawe halisi watutangulie, ni lazima mahusiano yetu na Mungu yakae sawa sawa. Tafuta utakatifu kwa gharama yoyote. Kati ya vitu vinavyotushinda ni kwa sababu hatuko tayari kubeba gharama ya utakatifu. Wapendwa, kila mtu anatamani kuokoka, lakini utakatifu ni gharama. Haujanisikia? Kila mtu anatamani aishi karibu na Mungu, lakini hakuna kitu chenye gharama kwenye maisha ya wokovu kama utakatifu. Katika kuongea, katika kutenda, katika kuenenda, na watu wakikuona wamuone Kristo ndani yako. Hiyo ndio kazi ngumu ambayo tunashindwa kutumia vizuri ulimwengu wa roho wa Mungu Baba, kwa sababu sisi si watakatifu. Tuliangalia Isaya 59, anasemaje ule mstari wa kwanza na wa pili? Anasema mkono wa Mungu haujapungua, una uwezo ule ule wa kuokoa, una nguvu zile zile za kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lishindwe kusikia. Lakini anasemaje mstari wa pili? Lakini maovu yetu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata asiuone. Wangapi wanatamani Mungu awapite na neema ya utakatifu? Simama unayetamani, simama. Nataka uchukue hatua, uje mbele tuombe pamoja. Chukua hatua, uje mbele tuombe pamoja. Unatamani maisha ya utakatifu, maana ulimwengu wa roho hauwezi kuaccess kama huna utakatifu. Sogea tu mbele tuombe pamoja. Unatamani hayo maisha. Mungu, katika maisha yangu Mungu amewahi kunionyesha malaika mara mbili. Katika maisha yangu ya utumishi Mungu amewahi kunionyesha malaika mara mbili. Nilikuwa kwenye semina kubwa na nikaona malaika wanapita na wanaachilia cheche za moto. Ukija hapa mbele, simama umwangalie Mungu wako. Yeye atoe nguvu na utakatifu. Maana Biblia inasema tukisema hatuna dhambi twajidanganya wapendwa, wala kweli haimo ndani yetu. Lakini anatualika kwa mwaliko mkuu ya kwamba tukitungama dhambi zetu, yeye ni mnyenyekevu na wa haki, hata tusamee dhambi na makosa na uovu wetu wote, atutakase dhamira zetu na nafsi zetu ziwe safi mbele za Bwana. Mungu anaweza kuchunguza moyo. Mungu anachunguza viuno, anaangalia ndani yako yasiyompendeza. Na mimi nataka mchana wa leo umwambie Bwana, kila dhambi nikingayo upesi, Bwana uniondolee. Nipe nguvu ya kuishinda ile dhambi inayonikinga upesi. Nipe nguvu ya kuvuka pale ambapo nimekwama, nimejitahidi, nimetubu, nimeungama, lakini kila mara ninarudi pale pale. Kila mara nateswa na usengenyaji, kila mara nateswa na uzinzi, kila mara nateswa na uongo. Nimejitahidi lakini nimeshindwa. Mwambie Bwana mchana wa leo univushe hapo mahali nilipokwama. Umwambie Bwana, pasipo wewe mimi siwezi. Kumbe mimi ni Mungu, japo nitakufa kama wanadamu wengine. Kumbe watakatifu walio bora ndio Mungu anawatazama, ndio Mungu anawaangalia, ndio Mungu anaangalia maisha yao, maana wao ni mawakili wa siri za ufalme wa Mungu duniani. Pasipo wao dunia haitakalika kwa amani. Weka mkono wako kwenye moyo wako na mmoja weka juu. Ni ishara kumwambia Mungu, nahitaji utakatifu wako. Hebu sema tena kwa sauti, na Yesu, ninakuja kwako katika jina la Yesu. Unajua ndani ya moyo wangu, ndani ya nafsi yangu, unajua udhaifu nilio nao. Kwa asili mimi ni mwanadamu, ni mdhaifu kwa sababu ya asili ya dhambi, ya uovu niliorithi, niliotenda mimi mwenyewe. Na kusihi leo, ikiwa ni Ijumaa, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu
kwa upya kwenye kitabu cha uzima cha waendao mbinguni. Asante Yesu kwa kunisamehe na kunitakasa na kuniosha kwa damu yako. Leo nakusihi usiniondolee. Roho wako Mtakatifu aje juu yangu, anitakase, atakase mawazo yangu, atakase moyo wangu, atakase mwili wangu, atakase maisha yangu, na kuruhusu Roho Mtakatifu ingia ndani yangu, na kuruhusu ingia ndani yangu. Fanya upya nafsi yangu, moyo wangu, akili zangu, fahamu zangu, ziumbe, zitengeneze kwa upya kila dhambi inikingayo kwa wepesi. Mungu ukaniondolee. Nipe utulivu wa Roho Mtakatifu katika kuamua, katika kupanga, katika kufanya. Karibu Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu. Karibu Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu. Karibu Roho Mtakatifu, na kuruhusu ingia ndani yangu. Niko tayari, unijaze yale maji ya uzima, na kuruhusu Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, Roho wa Baba, na kuruhusu ingia kwenye moyo wangu, ingia kwenye nafsi yangu. Niko tayari na kukaribisha. Kama kuna kuzuizi chochote kinachozuia, kama kuna deni ninalodaiwa, mchana wa leo nalipa hilo deni kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ili Roho wa Bwana apate nafasi ya kuingia ndani yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mle hai, omba tu. Usikia kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Omba tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mle hai, watu hawa wamekupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na waleta mbele zako na mbele za kiti chako cha neema na rehema. Kila mwenye kiu kwako kuna maji. 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 Wape maji atokayo kwenye madhabahu yako, iwe kwa njia ya redio, iwe kwa njia ya online TV. Wape yale maji yanayobubujikia kutoka kwenye kiti chako cha neema na rehema. Wajaze na Roho wako Mtakatifu. Wafurike yale maji ya uzima, yabubujike ndani yao, kinyume kabisa na kila kinachozuia. Na mruhusu Roho Mtakatifu apite kwa mama huyu, apite kwa mama huyu, apite kwa baba huyu, apite kwa kijana huyu, apite kwa baba huyu. Roho wako Mtakatifu ninamruhusu apite, awajaze kutoka madhabahu yako ya mbinguni. Ni yule Roho uliowamwagia. Ukisikia lugha inakuja, endelea nayo. Ukisikia baridi au ukisikia joto, ni Roho wa Bwana anapita. Ni Roho wa Bwana anapita. Achia moyo wako kama mtu mwenye kiu anayehitaji msaada wa maji. Ataingia, atakusaidia. Hata kama ni magonjwa yataondoka, kila aina mateso yataondoka, maana Roho wa Bwana yuko tayari kukusaidia. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, endelea kuomba. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie pale ambapo umekwama, pale ambapo umeona giza. Mwambie Roho Mtakatifu, Yesu pita na nguvu zako, pita na uwezo wako, pita na mamlaka yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wasaidie watoto wako, wainue watoto wako
wapiganie watoto wako, wavushe watoto wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba nguvu za Mungu, uweza wa Mungu, uweza wa Mungu, uweza wa Mungu unapita juu yako, unapita juu yako, unapita juu yako, unapita juu yako. Roho wa Bwana akusaidie, Roho wa Bwana akusaidie, Roho wa Bwana akuinue, akupiganie, akutetee, akutetee, akutetee kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Omba, usichoke, usichoke, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Upako huu utembee pamoja na wewe, utembee pamoja na wewe, utembee pamoja na wewe, utembee pamoja na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana ujaze moyo wako ndio Bwana, ndio Bwana, Yesu. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza. Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa rehema, katika jina la Yesu. Uweza utoka kwako, nguvu zitokazo kwako, mamlaka yatokayo kwako katika jina la Yesu. Pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya. Bwana kujaze, Bwana kujaze mafuta, Bwana kujaze mafuta ili uwe na uwezo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu kwa dakika moja. Muda wetu umeisha. Kwa dakika moja mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Na ulioko kule nyuma mshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Jikabidhi mikononi mwa Bwana, jikabidhi mikononi mwa Bwana. Kabidhi kazi yako, kabidhi ofisi yako, kabidhi maisha yako, kabidhi njia zako, kabidhi hali yako, kabidhi mahitaji yako katika jina la Yesu. Wana wako Bwana wanajikabidhi mikononi mwako. Asante Bwana, umewahudumia, umekuwa ngao yao, umekuwa msaada wao. Wiki hii wamekulilia kwenye madhabahu hii, wamepokea kutoka kwako. Tunaomba Bwana zile baraka na upako uende pamoja nao wanapotoka mahali hapa Bwana. Uso wako uende pamoja nao, uwapiganie Bwana. Wengine wamekuja na mahitaji yao, wengine ni mahitaji ya kazi zao, wengine ni uchumi wao, wengine ni biashara zao, wengine ni hali ya familia zao, wengine ni ndoa zao, ni mahusiano. Ninaomba Bwana uwapiganie, ukawashindie Bwana, ukawashindie Bwana, wakashinde na zaidi ya kushinda Bwana. Upako huu wanaporudi ofisini, wanaporudi ofisini, uende pamoja nao, uwape furaha, uwape amani, uwape ushindi, uwapiganie Bwana katika jina la Yesu. New anointing. Pokea na sadaka zetu Bwana tunazokuletea, zipokee Bwana, zifike mbele zako. Uso wako uende na pamoja na kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Asante maana umesikia kuomba kwetu ya kukusaidia. Yes, 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 yes. Tupokee baraka za Bwana. Yule anaendelea kuomba ataendelea kuomba. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.